Kama mtu anataka kuacha tabia asiyoipenda, iwe ni kuahirisha mambo, matumizi mabaya ya pesa, uvivu au uraibu wa simu, basi kuna njia zinazofanikiwa zaidi. Na hizo njia ni zile zinazobadilisha mazingira, mifumo ya mawazo na tabia za kila siku. Njia ya kwanza, tambua kichocheo kinachosababisha tabia hiyo. Mwanasaikolojia alieleza kuwa tabia nyingi hufuata mzunguko wa kichocheo, tuzo pamoja na tabia. Mfano, ukihisi una msongo wa mawazo, unakula kupita kiasi, au ukipata pesa basi unafanya matumizi yasiyopangwa. Utafiti unaonyesha kuwa kutambua kichocheo ni hatua muhimu kabla ya kubadilisha tabia. Swali la kujiuliza, ninafanya tabia hii kwa wakati gani, wapi na kwa sababu gani? Njia ya pili, badilisha tabia. Usijaribu kuifuta tu. Tafiti zinaonyesha kuwa ubongo unapenda kujaza nafasi zilizoachwa wazi. Ukiondoa tabia bila kuweka mbadala, mara nyingi tabia zamani itarudi. Mfano, badala ya kuacha kutumia simu tu, soma kurasa 5 za kitabu kila unaposhika simu bila sababu. Usiondoe tabia mbaya pekee, weka tabia nzuri mahali pake. Njia ya tatu, tumia kanuni ya implementation intention. Utafiti wa mwanasaikolojia Peter Gollwitzer unaonyesha kuwa watu wanaoweka mpango maalum wana uwezekano mkubwa zaidi wa kubadilisha tabia. Mfano, ikiwa ninahisi uvivu wa kusoma, basi nitasoma kwa dakika 5 pekee. Njia hii inaonekana kuwa na uwezekano mkubwa zaidi wa kufuata malengo kwa kiwango kikubwa. Njia 4, badilisha mazingira yako. Utafiti kutoka Stanford University umeonyesha kuwa mazingira yana athari kubwa kuliko motisha. Mfano, ukitaka kuwa na afya, usihifadhi vyakula vilivyoachwa wazi au vyakula visivyokuwa na afya karibu. Ukitaka kusoma, weka vitabu mahali vinapoonekana. Mazingira mazuri hupunguza matumizi au maamuzi magumu zaidi. Namba 5, anza kidogo sana. Katika kitabu cha Atomic Habits kinachotegemea tafiti nyingi za tabia, inaelezwa kuwa mabadiliko madogo yanayorudiwa kila siku huwa na nguvu kuliko mabadiliko makubwa ya ghafla. Badala ya kusoma masaa 3 kila siku, anza kusoma kwa dakika 5 pekee. Ubongo hukubali mabadiliko madogo zaidi kwa urahisi. Tumia uwajibikaji. Hii ni hatua ya 6 ambayo tafiti zimeonyesha kuwa mtu anapoweka ahadi hadharani au kwa rafiki, uwezekano wa kutimiza lengo huongezeka zaidi. Mfano, mwambie rafiki yako lengo lako, weka rekodi ya maendeleo, jiunge na kikundi chenye malengo yanayofanana na wewe. Binadamu huathiriwa zaidi na matarajio ya watu wanaomzunguka. Namba 7, jifunze kujisamehe badala ya kuteleza. Utafiti umeonyesha kuwa watu wengi hushindwa si kwa sababu walikosea mara moja, bali kwa sababu walijiona wameshindwa kabla au baada ya kosa hilo. Ukikosa mazoezi leo, rudi kesho. Ukitumia muda mwingi kwenye simu leo, usiseme tayari nimeharibu. Kanuni muhimu ni kutambua kwamba usikose mara 2 mfululizo. Namba 8, jenga utambulisho mpya. Tafiti za saikolojia ya tabia zinaonyesha kuwa watu hubadilika kwa kudumu. Badala ya tabia nyingi kudumu pale zinapoingiliana na utambulisho wa mtu. Namba 9, fuatilia maendeleo yako. Utafiti unaonyesha kuwa watu wanaopima maendeleo yao mara kwa mara wanafanikiwa zaidi. Unaweza kuweka alama kwenye kalenda kila siku unapotimiza lengo lako jipya. Kutumia daftari la kufuatilia tabia, kuandika mafanikio ya kila wiki. Kinachopimwa huwa ni rahisi kuboreshwa zaidi. Namba 10, chagua marafiki au mazingira yanayounga mkono mabadiliko yako. Utafiti wa muda mrefu wa Harvard University umeonyesha kuwa tabia za watu wanaokuzunguka zinaweza kuathiri tabia zetu kwa kiasi kikubwa. Ikiwa unazungukwa na watu wanaopenda kujifunza, utaelekea kujifunza. Watu wenye nidhamu ya fedha, utaelekea kuwa na nidhamu ya fedha. Mara nyingi mazingira ya kijamii hubadilisha tabia haraka kuliko motisha. Tafiti nyingi zinaonyesha kwamba watu wanaofanikiwa kuacha tabia wasizozipenda hawategemei nguvu ya nia pekee, badala yake wanatambua kichocheo tabia, wanabadilisha mazingira yao. Mabadiliko ya kudumu mara nyingi hayaonekani na kufuata jambo kubwa zaidi,
bali kwa kufanya jambo dogo dogo kila siku kwa muda mrefu.